kumtakia rehma kipenzi chake Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuhan nas, enyi watu, ittaqillah haidhu ma kunta. Ndugu zangu Waislamu, tuko hapa kwa lengo moja, kukumbushana juu ya ujio wa mgeni wetu adhim sana, mgeni ambaye tunatakiwa tumpokee kwa bashasha na upole, kwani ni mgeni ambaye anakuja mara moja kwa mwaka. Mgeni mwenyewe si mwingine bali ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwani mwezi mtukufu wa Ramadhani ni miongoni mwa nguzo kuu za Uislamu. Uislamu umesimamishwa kwa nguzo kuu 5. Nguzo ya kwanza ni ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Kwani ndugu zangu waumini au ndugu zangu Waislamu wote kwa ujumla tunaamini kuwa Mwenyezi Mungu yupo. Nguzo ya pili ni nguzo ya kusimamisha swala. Kwani Allah alisema wama khalaqti jinni wal insi illa liya'budun. Sikuumbeni majini na watu kwa lengo la kujifakharisha, hapana. Niliwaumbeni nyinyi majini na watu kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nguzo ya 3 utu zaka, ni kutoa zaka. Na nguzo ya 4 ndio nguzo yenyewe ambao tunaizungumzia hapa, ambao ni saumu Ramadhan, ni mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na nguzo ya mwisho katika nguzo za 5 za Uislamu ni hijjul baiti man istata ilayhi sabila, ni kwenda kuhiji Maka kwa mwenye uwezo. Ndugu zangu Waislamu, tumefaradhishiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kama walivyoamrishwa waliotangulia kabla yetu sisi. Kwani sisi sio umma wa kwanza kufunga mwezi wa Ramadhani, hapana. Umma zilizopita zimeshafunga mwezi wa Ramadhani. Hivyo basi hatuna budi kuitekeleza nguzo ya saumu ili tuweze kupata rehema za Allah tabarakallahu taala. Ndugu zangu Waislamu, naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu ya kwamba mcheni Mwenyezi Mungu kweli wa kumcha. Kwani Allah alisema wama khalaqti jinni wal insi illa liya'budun, sikuwaumbeni majini na watu kwa lengo la kuniabudu mimi. Alikuwa na maana yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amewashusha duniani nyinyi waja wa Kiislamu au wanadamu kwa lengo la kufanya ibada. Ndugu zangu Waislamu, tungependa tugusie kwenye mada ambayo imetuweka hapa. Mada yenyewe ni saumu. Kuna mambo kadhaa ambayo tutakiwa tuyafanye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuna mambo ambayo hatutakiwi kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kwanza ambalo tutakiwa tulifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, iqimu swala. Jambo la kwanza ambalo tutakiwa tulifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kusimamisha swala. Kwani swala ndio kitu adhim sana katika maisha ya mwanadamu. Kitu cha pili ambacho tunatakiwa tukifanye tukiwa tumefunga ni kutoa zaka, kutoa sadaka. Ndugu zangu Waislamu, tunapokuwa tumefunga tunatakiwa tutoe sana sadaka. Kwani sadaka ni miongoni mwa kiungo cha kuikoleza saumu yetu. Kitu cha 3 ambacho tunatakiwa tukifanya tukiwa tumefunga ni kusoma sana Qur'an. Kwani Qur'ani iliteremsha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.
takiwa tusome Qur'ani, kwa sababu hata Muhammad aliambiwa iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa, soma we Muhammad kwa jina la Mola wako. Kama Muhammad mwenyewe aliamrishwa kusoma, kwa hivyo na sisi nitakiwa tuisome sana Qur'an. Kitu cha tatu ambacho nitakiwa tukifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu Waislamu, tunahitajika tufuturishe maskini na wajane na mayatima. Tumefaradhishiwa kufuturisha wasiojiweza. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwetu tunakuwa tunaandaa maftari mengi, yani mtu anaandaa iftari mpaka anafikia hatua ya kumwaga, ilhali kuna watu kule wanafuturia uji. Mtu amefunga ukweli wa kufunga, lakini anakosa kitu cha kufuturisha, hatimaye anakuwa anafuturia uji. Lakini wewe unaandaa iftari nyingi, hatimaye unazimwaga. Ni haramu, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo ndio maana tumeambiwa tuwafuturishe wanaohitajika kufuturishwa. Kitu cha tatu ambacho kitu kingine ambacho natakiwa tukifanye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili saumu yetu iweze kuwa nzuri, tunahitajika tusali sana tarawih. Kwani tarawih inapatikana katika mfungo wa Ramadhani peke yake. Mfungo wa Ramadhani ukishaisha, tarawih utoiona tena. Tarawih inapatikana Ramadhani baada ya Ramadhani. Kwa hivyo nitakuwa, ndugu zangu wa Waislamu, baada ya swala Aisha tujumike kwa pamoja kuswali swala ya tarawih. Ndugu zangu wa Waislamu, baada ya kuona mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye tukiwa tumefunga, na kuna mambo pia ambayo tumekatazwa kuyafanya tukiwa tumefunga. Ndugu zangu wa Waislamu, miongoni mwetu hapa, kama nilivyowaambia mbeleni, tunaenda mbele yetu tuna mgeni adhimu sana. Nikikumbuka leo ni Shaabani 28. Kesho ni Shaabani 29. Na maana kwamba kesho inaweza kawa yaumu shaka. Mwezi unaweza kaandama kesho, au baada ya Shaabani 30 Ramadhani inaweza ikaanza, Ramadhani mosi. Hivyo basi kuna mambo ambao watu wanafanya mengi sana wanapokuwa wanaukaribisha mwezi wa Ramadhani. Wengi wanapenda sana kufanya kitu kinachoitwa jungu kuu. Jungu kuu ni yale mambo yanayofanyika kwa ajili ya watu kuagana, wanayafanya ili baada wanapokuwa wamefunga wasiyafanye. Ndugu zangu, hicho kitu kinachoitwa jungu kuu ni haramu. Wengi wetu hapa tunaishi na vimada. Kama nilivyosema, leo ni Shaabani 28, unaweza kukuta watu siku ya leo au siku ya kesho baada ya mwezi kuandama, watu wakaanza kufurumisha vimada vyao, wanawarudisha makwao. Hiyo haitakiwi, ndugu zangu Waislamu. Tunahitajika tufunge ndoa kabla ya Ramadhani ili tuweze kudiriki saumu ya Ramadhani. Kwani kufanya vile, kumfukuza kimada wako, kumrudisha yule kimada wako, kumrudisha kwao, inakuwa hujanusuru chochote. Badala yake utakuwa unaendelea kuchuma dhambi. Ndugu zangu Waislamu, kitu kingine ambacho hatutakiwi kufanya tunapokuwa tumefunga, usengenyaji. Watu wengi wanapenda kufanya mambo ya hovyo wanapokuwa wako ndani ya Ramadhani. Unakuta mtu ameshindwa hata kumsabihi Allah, matokeo yake anaanza kupiga majungu, anamsema fulani kafanya hivi nini. Usengenyaji, kusema urongo haitakiwi, udanganyifu haitakiwi, utapeli haitakiwi, uvutaji wa sigara haitakiwi, ulevi haitakiwi. Ndugu zangu Waislamu, nilishawahi kuulizwa swali moja na muumini mmoja. Aliniuliza swali akasema, Ustaz, naruhusiwa kulala na mke wangu pindi ninapokuwa nimefunga mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani? Na kujibu kama ifuatavyo. Ndugu zangu Waislamu, kitu kama hicho hakiruhusiwi. Kwani unapokuwa umefunga swaumu inamaanisha umefunga kila kitu kibaya. Kwa hairuhusiwi kulala na mkeo mchana wa Ramadhani. Ila unaruhusiwa kulala naye usiku baada ya iftari, baada ya kufuturu, unaruhusiwa kufanya hicho kitu. Unaruhusiwa kufanya jimai na mkeo. Hivyo basi, kwa wale ambao hawajafunga ndoa, hawaruhusiwi kufanya zina ya aina yoyote, iwe usiku baada ya kufuturu, kwa sababu wao wanakuwa wameharamishwa. Miongoni mwa dhambi kubwa ni dhambi ya zina. Zina ni dhambi kubwa sana. Hivyo ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuyafanye yaliyo mema.
kama ambavyo nimesema. Ndugu zangu Waislamu, nisingependa kuchukua muda wenu mkubwa sana, kwa sababu bado mnahitaji mkafanye maandalizi mengine, kwa sababu Allah alishasema baada ya kumaliza swala watu wanatakiwa wasambae kwenye mgongo wa ardhi wakatafute kitu kinachoitwa fatansho. Hivyo basi ningependa niishie hapa haya mawaidha yetu, lakini kinachotakiwa ni uzingativu, ndugu zangu ni Waislamu. Baby. Ambia baby. Kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani tena hicho? Kesho kishukutwa Ramadhani inaanza. Sawa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka nili nyumbani kwanza. Si unajua ile Ramadhani ndio kila kitu. Nataka uende nyumbani niache mimi. Nataka niende kwanza. Nataka nikamwombe Mwenyezi Mungu, nikafunge nimwombe Mwenyezi Mungu. Si unajua tena mambo ya ndoa. Nishakwambia unioe, tolee mahali mfunge ndoa utaki. Funga ndoa najua sio kama unavyofikiria wewe kwamba ni kutoka kwenye ugali na kwenda kufunga ndoa. Pia kuna maandalizi yanatakiwa tuyafanye. Unajua mapenzi yetu hatujashirikisha mtu yoyote. Lakini baby, kwa nini tusifunge tu ndoa ya mkeka? Ndoa ya mkeka? Nadhani wewe ndio unayefahamu sana hayo maswala. Baby, unanipenda kweli? Unajua mume wangu nakupenda sana. Kweli? Nakupenda kweli. Wanajani wanawake waongo sana. Wao mnalimaana vya kumliwaza na mimi naliwazika kweli hapo mwisho siku na kuja na mbwa ndani. Nakela. Wewe Bizamda mke wangu. Njoo basi hapa tuzungumze. Njoo basi tuzungumze hapa. Vipi mke wangu? Naanguka tu. Naona upo tu ndani. Unajua muziki kwenye ungeshaanza hivyo tunachotetana. Sisi tunafanyaje? Ni kweli, sema tulikuwa na maandalizi. Sasa mimi ningependa uniruhusu nitoke, tafute huko. Nitapata tu, Mungu akijalia nitapata, jioni tutapata futari. Haya Mungu anafanya tu first. Mke wangu.
Salaam. Asalamu alaykum Sheikh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khair. Acha. Izanda. Hasa mke wangu kumbe upo. Mimi nakupenda sana, lakini nimekula tupombe nimekunywa kidogo. Swajua mke wangu. Afu. Kidogo. Nakupenda sana. Upo mke wangu. Hapo. Hivyo mume wangu. Umeniambia kwa unatoka hapo nenda kutafuta riziki. Lakini unarudi umelewa kweli mume wangu? Huoni hata aibu mwezi mtukufu kweli? Nilisahau, afu mimi nilijua wiki ijayo. Nisamehe mke wangu, nisamehe. Nilijua ni wiki ijayo. Mwezi mtukufu mume wangu, huoni hata aibu? Unaenda kulea mwezi mtukufu. Nisamehe sana mke wangu, unisamehe. Mwenyezi Mungu umenipa ndoa gani mimi? Mimi nakupenda wewe, nakupenda sana. Mungu mwenyewe anajua, kama Alafu, mama umefunga mlango. Ulikuwa unataka kwenda wapi? Yaani nimeona umechelewa, ndio maana nikaona niondoke naenda kwa Mama Abduli angalau akanikopesha hela ninunue chochote cha kufuturu. Maana naona umechelewa. Alafu ndio unarudi umelewa kiasi hiki. Nisamehe mke wangu. Naomba twende ndani tukazungumze yaishe. Naomba nisamehe. Acha leo. Sheikh wangu nikiangalia muda wa dhuhuri unaenda msikitini. Karibu sana Sheikh wangu. Shukran Sheikh, lakini nikiangalia hapa naona una juice mkononi, kulikoni tena? Sheikh, sio juice. Haya ni maji, ndani kuna joto sana. Nimebidi nitoke ndani je ninawe huko nje. Angalau nipate kale ka baridi kale Sheikh. Unajua? A'udhu billahi min sharri dhalika. Sheikh wangu nikiangalia pembeni naona kuna vitumbua ayatul munafiq talata idawat afla idatuni na khani Sheikh, kulikoni? Sheikh, sikiliza. Yaani Sheikh wangu nakwambia. Yaani vitumbua hivyo kuna mtoto alikuwa anasumbua sana Sheikh wangu. Kwa hiyo kabidi nimpe pesa kidogo akanunua vitumbua pale dukani. Kwa hiyo kaja akafika akavimwaga hapa akakimbilia ndani Sheikh wangu. Astaghfirullah, a'udhu billahi min sharri dhalika. Sheikh, kulul haka wa in kana mura, neneni ukweli japokuwa ukweli unaumiza. Sheikh wangu muogope Allah. Allah aliyoko juu anakuona, unanidanganya mimi mwanadamu mwenzio ambao nina macho mawili kama yako kwako, lakini kumbuka Allah hadanganyiki na chochote. Sheikh wangu nakula mchana wa Ramadhani uchochoroni Sheikh wangu tunasingizia mtoto. Naongea ukweli Sheikh wangu. Swaumu kali baba. Swaumu inanisumbua sana Sheikh wangu. Swaumu inasumbua Sheikh wangu, inasumbua sana Sheikh wangu. Umri huu ni wa kuogopa swaumu Sheikh wangu. Madonda ya tumbo Sheikh. Unashindwa kuvumilia masaa kadhaa. Sheikh, madonda ya tumbo Sheikh, madonda ya tumbo Sheikh. Muogope Allah Sheikh wangu. Inshallah nimeshakuelewa. Tubu ila Allah tawbatan nasuha Sheikh wangu, tubia, umekosea. Una ibra jina zuri sana lakini unatia aibu, unajidhalilisha kula uchochoroni Sheikh wangu mwezi mtukufu mchana wa Ramadhani. Sheikh wangu fanya kumridhisha Mwenyezi Mungu, acha kujifaharisha kwenye huu mgongo wa ardhi Sheikh wangu. Kwa sababu huwezi jua Mungu atakuchukua lini. Unaweza kukuta ndani ukiwa una meza hicho kitumbua Mwenyezi Mungu anakuchukua unakufa ukiwa unakula mchana wa Ramadhani. Naomba uniombee Sheikh wangu nimrudie Mola wangu. Kwa sababu umeshajua makosa yako umejutia, basi na Allah anasema anamsamehe kwa wepesi sana mja wake ambaye anajua kosa alilofanya alafu
anaamua kutubia. Inshallah. Kwa Allah akutilie wepesi na muda huu nikiangalia ni muda wa msikitini saa 7 hii. Amen. Twende tukasali, alafu ukiwa ndani ya sala utamlilia Mola wako, utatubia na Allah atakusamehe. Inshallah Sheikh. Sheikh wangu karibu tuambatane na maswali. Shogangu. Ukisikia habari za mtaa? Zipi tena shogangu? Mwanamke. Mimi ndio yule mwenye habari za mtaa. Usiniambie. Nifunge ushungi shogangu. Nipe habari shogangu. Wanakujua na dogo. Sina baya. Kuna yule jamaa yule na mke wake yule jana wamepigana. Wewe yupi? Si yule fupi mweusi yule. Niambie shogangu shampata lakini mimi nasikia lakini shogangu si yuko kwenye mfungo wa Ramadhani. Shogangu huyo hana dogo. Niambie kwanza. Unasikia? Sasa jana wamepigana. Nusura tuane jino shogangu. Sisi tulikuwa hivi tu. Shogangu mfungo wa Ramadhani muombea acha pembeni. Kapa kutulia shogangu. Mwezi wa Ramadhani wapi bwana? Acha tupige umbea bwana. Kwani shida nini? Shida ni nini? Lakini ni dhambi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaniharibia steam sasa shogangu. Mimi nimekuja tupige umbea, nije nikupe story. Hapo ndo ninapokupendea shogangu. Nikae vizuri shogangu bana. Kama kutulia shogangu, nipe habari. Sasa pigana. Nusura watu wane meno. Yaani jino nusu. Naambia mama na aligani shogangu. Hata sijui hapo sasa cha ajabu. Nalo na bado. Kidogo tu. Abaki alivyozaliwa. Unamuona. Sisi tena tumeziandika kwenye gazeti. Allah. Gazeti gani shogangu la Nipashe au lipi? La Ubui wewe. Basi. Kuna yule jamaa yule na mke wake au wamepigana jana. Yupi kwanza shogangu? Si yule fupi. Niambie nipe habari. Wamepigana usiku. Wamepigana nusu watu wane meno. Shoga umeshamjua lakini hapana. Niende zangu tu. Shogangu bora nenda tu. Nichamba mno ila hata mimi nina mume japo humjui. Nenda simu yangu mimi niende. Nenda nishakuchoka shogangu mbaya mwingi. Eti umefunga kitu gani wewe? Nishamchoka maneno yake mengi. Hana hata neno la maana hapa. Toka amekuja maneno umbea mtupu. Nishachoka mimi. Endelea kujisomea. Ndio mume wangu, mwake tumefunga au mwezi mtukufu lazima kusoma. Unajua funga haziendani bila kusoma na kuswali pia. Mimi mwenyewe kama unavyojua leo nimefunga. Ndio mume wangu. Kwa hiyo endelea kuniombea pia. Sana. Sasa kwa nataka nikupe hela hapa. Subiri kwanza, mwake na kifungo hiki wazi na unajua mwezi mtukufu. Sawa. Unajua mwezi mtukufu kutembea mtukufu. Mimi wa Kiislamu sio atembea kifua wazi. Unajua Ni kweli. Mkiwa tutamani sio. Asante. Sasa chukua hii hela. Sawa. Ukaangalia vitabu kwa saa 9 hizo unajua muda wa kufuturu umekaribia. Sawa, mwanangu naona umetoka riziki yako. Alafu upendo tumefutari gani? Kachukua kitu chochote unachokiona kipo sawa. Mimi nitafutie. Sawa mwanangu, haina shida. Kwa hiyo mimi ndio nikaemee. Kwani kwa hiyo tunatafutia hapa mwanangu. Sawa. Haya mimi naenda. Ujitahidi kuwahi. Sawa. दिल में छुपे अरमानों को आज जुबां पे लाना है, सूरों की लहरों में डूब के जादू नया जगाना है। दिल से दिल की बात हो, रंग भरे ख्यालों की बरसात हो,
चाहत गाऊं, इश्क की मस्ती छा जाए, दिल से सुरों की दुनिया सजाऊं। Subiri na kupigia barakoa. Karibu shoga. Asante shoga yangu. Habari za salama za kwenu? Nzuri. Mimi bwana nimepitia kale kanshu. Kwa sababu kule nyumbani sina la mali. Kwa hiyo nilikuwa naomba angalau kama unapo nisaidie nikanunue viungo. Siku ya kufanya ni mtoto na yaani leo sina kila kitu. Yaani wezi amini sijauza hata sahani moja. Kweli yani hali ngumu sana shoga yangu, yani hamna hela. Yaani hata mume wangu sijui yuko wapi, ameniacha bila ramani yoyote nyumbani. Lakini siku haijaisha, atarudi tu. Hadi mapema sana. Shabani. Simu wangu hivi. Mume wangu nakula hapa. Njoo hapa kwanza Shabani. दिल में छुपे अरमानों को आज जुबां पे लाना है, सूरों की लहरों में डूब के जादू नया जगाना है। दिल से दिल की बात हो, रंग भरे ख्यालों की बरसात हो, तेरी बाहों में खो जाऊं, हर घड़ी ये चाहत गाऊं, इश्क की मस्ती छा जाए, दिल से सुरों की दुनिया सजाऊं, तेरी बाहों में खो जाऊं। Uko kulikoni kuna nini? Wewe sinaikuacha hapa mzima kabisa nasoma koloni. Sasa hivi tu jino limekuma. Limeanza saa ngapi? Astaghfirullah. Wewe mwanaume mzima nimekuacha hapa alafu unasema jino. Sio umefunga wewe. Ngoja wewe mbona umenipela nikanunua kwa vitu vya futari? Alafu ndo nakukuta unakobela. Wewe si mtoto wa Kiislamu kabisa. Nisamee mke wangu. Nikusamee nini mume wangu? Nikusamee nini? Wewe ni aibu. Watoto wa miaka 9 wamefunga swaumu, wewe baba mtu mzima unakobela kweli? Swaumu ngumu mke wangu. Jamani mume wangu. Alafu mbona unakuwa una imani ya Mwenyezi Mungu? Alafu wewe ndio umenioa mimi nikiwa Mkristo, nikabadilisha dini yangu mimi kukufuata wewe mume wangu kwa sababu nakupenda. Alafu mimi nafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe haufungi. Hiyo ni haki kweli mume wangu? Una imani wewe? Eti shehe Ramadhani unakobela? Jamani mume wangu, jifunze basi kumheshimu Mwenyezi Mungu. Mwezi wa Ramadhani unakaa hapa kwani unakula mume wangu? Mimi na madonda ya tumbo. Watu wanasema tu tunakula tusugue na madonda ya tumbo. Ndio maana mimi nimekuja tu kutani huku kula kwa Mama Juma. Emleta kwanza hivi vitu. Yaani hivi ndivyo vinavyosababisha usimheshimu Mwenyezi Mungu. Kweli kabisa mume wangu. Sasa mimi na madonda ya tumbo. Madonda ya tumbo. Asalamu alaykum. Yaani hapa nilipo shehe wangu, mimi nyumbani ameniacha bila viungo vyote, daftari kwa ajili ya kufunga. Umeona? Mimi nimekuja hapa na mkuta yeye anakula. Shehe wangu, nangu nisaidie uenda kabadilika. Baba, nakufananisha au ni wewe? Mimi. Chakula kulikoni? Shehe, mimi niliambiwa na watu kwamba usipokula utaugua madonda ya tumbo. Ndio maana huwa nakuja na kazia, jioni naenda kupiga futari. Shehe, naomba unisamehe, na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema naomba anisamehe, na mke wangu kipenzi naomba unisamehe. Mimi nimeshakusamehe. Kama wewe umekuja Mungu wako, mimi nimekusamehe. Asante sana. Shehe wangu, kwa upande wangu mimi sina kipingamizi, na Mwenyezi Mungu anasema anamsamehe kwa haraka sana mtu anayetulia. Ni Sofia. Jazakallah khaira. Hongera sana kwa kumpambania mumeo
angalau ameona ukweli na amesema anaweza kubadilika. Nashukuru sana shehe wangu. Basi mimi kwa sababu naona ni muda alasiri, acha niwaache mimi niende zangu msikitini. Meangu. Wewe meangu. Naam. Mbona ndani umekaa muda mrefu na umeniambia kuwa unawahi kwenda kazini? Kumbe muda umeenda? Muda umeenda. Nifungie basi tutakuchwa. Nitakukuta jioni mkiwangu. Sana kazi njema. Haya, sijali. Nakuomba kwa Allah kufanyia pesa uweze kupata riziki ya Haya, halali. sawa sawa. Mnataka kunywa? Mnataka kunywa? Nitawamwagia pombe ili kunipigia kelele, sawa? Nitawamwagia pombe. Ah, twende. Mnanipigia yeye watoto yeye. Mnadharau yeye. Haya. Nilewe. Sasa mimi mnavonipigia hivyo, mnataka nini? Mnataka nini kwa mfano? Ya kwa mfano. Mnanipenda? Mnanipenda? Ah, mnanipenda? Haya. Yeye watoto wazuri. Nitawakuta hapo. Sasa Asista. Kesi. Nilisikia uniongea Kiingereza, nasema ni kesi. Braza, una uko shemeji yetu au sio bana? kuta hapo. Sasa mke wangu. Unaona hawa watoto mke wangu hao? Hawa watoto nimewatoa kule kwa Marecho kule. Kila mtu anasema lilevi. Hawa. Wapende sana. Sasa nyie nyumbani mkae, mimi sio chakula cha kualisha bila ingia kwangu. Sawa watoto wazuri. Mke wangu. Mbona umesimama hapa mlangoni?
umenirudisha nyumbani mimi kuupisha mfungo wa Ramadhani na kuomba tufunge ndoa hutaki. Mke wangu, hebu naomba basi tuelekee nyumbani ili jambo tukalizungumzie angalau liishi. Mke wangu, niko chini ya mke wangu. Gaddafi, kama ulikuwa unafanya haya, kulikuwa na haja gani ya kunipeleka nyumbani tuupishe Ramadhani? Sibona tungeendeleza tu maki ndio tukua tunafanya vibaya kwa Mungu havipendezi. Nakuomba mke wangu. Sawa. Wewe, mimi sio mkeo. Mimi ni Amina. Kwanza siwezi nikaendelea mahusiano na mtu kama wewe. Unanidhalilisha mimi. Binti wa Kiislamu Amina. Nilishikilia nguzo zote za Uislamu. Naweza nikaolewa na mwanaume kama wewe? Siwezi nikawa na mahusiano na mwanaibaya kama wewe. Umekoswa haya. Umeshindwa kufunzwa na wazazi wako. Kwanza mnamba simu zangu. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heri. Heri. Karibu. Asante. Karibu shehe. Asante. Kwema lakini. Kwema. Naam. Karibu. Shukran. Shakaribia. Ustazi karibu. Asante. Habari hapa? Ndio. Ustazi? Naam. Kama ndivyo kupata nikueleza masuala ya ndoa yangu. Sawa. Kuhusu mume wangu. Ndio. Mungu anafanya vitu vya ajabu sana. Astaghfirullah. Mwezi mtukufu hafungi mume wangu. Subhanallah. Analewa pombe, ananiambia kwa kafunga hajafunga. Hali yako analewa pombe. Cha ajabu zaidi hadi watoto kwa mitaani wanaanza kumzomea. Mume wangu anakuja kalewa. Nashindwa kuelewa ustazi atanifanya nini kwa kweli. Naomba unisaidie ustazi kutushauri angalau mume wangu abadilike. Pole sana. Asante ustazi. Sheikh Ramadhani. Sheikh, narudia tena kwa kusalimia. Asalamu alaykum. Alaykum assalam. Sheikh, Allah amesema tubu ila Allah tawbatan nasuha. Tubieni kwa Mola wenu toba ile ya kweli, na Allah anamsamehe, anakuwa mwepesi sana kumsamehe mtu anayetubia, anayeomba msamaha, mtu ambaye anajutia makosa yake. Kwa hiyo ningependa ukajutia makosa yako ukamwomba Mwenyezi Mungu msamaha ule wa dhati. Sababu Mwenyezi Mungu ndio mwenye fursa ya kusamehe mtu. Mimi sina uwezo wa kukusamehe wewe. Sheikh wangu natia aibu sana. Kwa nini unajidhalilisha kiasi hicho? Sheikh, unafanya mambo ya ajabu kiasi hicho mwezi wa Ramadhani. Kwa nini Sheikh wangu? Mbona Sheikh wangu jina lako lenyewe linaendana na mwezi na mfungo ambao ile inakuwa nini? Sheikh, unajidhalilisha dini ya Kiislamu. Nimeahidi sitarudia, kuanzia kesho nitaanza kufunga na nitakuja msikitini. Sheikh wangu, mke wangu kanaambia pia unahitaji tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Na ninakumbuka kipindi kile na wahusia niliwaambia kuwa niliwapa mambo yanayohitajika kuyafanya ndani ya Ramadhani na pia ambayo yahitajika kufanya ndani ya Ramadhani. Sheikh wangu, mbona kwa hiyo inaonekana lile somo nililowapaka siku ile halikuingia? Kwanza leo ni chungu cha ngapi Sheikh wangu? Basi nikusaidie, leo ni chungu cha 15. Leo tunagawa mwezi Sheikh wangu. Sheikh, tuko 10 la pili. 10 la maghfira, ni 10 ndio la kuomba msamaha kwa Mola wako kwa ulioyafanya. Kwa hiyo ningekusii sana ukajitahidi kupitia ile 10 ukamwomba msamaha Mola wako akakusamehe. Mola anakuwa mwepesi sana kumsamehe mja wake ambaye anatubia kwake. Sheikh wangu, badilika. Sawa Sheikh. Badilika Sheikh. Unajua kwa Uislamu umejengwa na nguzo kuu 5. Unajua hilo? Na miongoni mwa nguzo mojawapo ni Ramadhani, kwa sababu nguzo ya kwanza, ngoja nikutajie angalau naweza kaa ujue. Nguzo ya kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Unaamini kwanza kama Mungu yupo? Ndio naamini. Nguzo ya pili unatakiwa usalishe sala, usali sala 5. Unasali sala 5 Sheikh wangu, utasalije ili hali unarudi umelewa mchana wa Ramadhani? Nguzo ya 3 Sheikh wangu ni kutoa zaka. Na ya 4
ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na nguzo ya 5 hijul baiti manisa toa, kwenda kuhiji Maka kwa mwenye uwezo. Shekhe wangu, hata hii ya kufunga Ramadhani unashindwa. Kama utashindwa kufunga Ramadhani, na maanisha wewe nguzo zote za Kiislamu umeshindwa, kwa sababu kusali huwezi, na Ramadhani pia inahitajika sala. Ramadhani bila kuswali ni kazi bure. Na swala yako ikiwa imekamilika na mambo yako mengine yote, hata kama yamelegea na yanabeba na swala. Lakini swala inapokuwa imelegea, hata mambo mengine kama yalikuwa yamekamilika pia yanaharibiwa kulingana na sala. Kwa Sheikh wangu nikuombe, tubu kwa Mola wako. Naam. Mimi nimekuelewa. Naomba unisamehe. Pia kuanzia leo nitatubu. Naomba unisamehe na kesho nitakuja msikitini. Naomba unisamehe sana. Na kuanzia leo nimeacha yote machafu yangu. Nimeamua kutubu kumrudia. Bizamda. Abe Ustaz. Alhamdulillah. Palipo na uzito pana wepesi, na palipo na wepesi pana uzito wake pia. Nashukuru nimejaribu kuongea na Sheikh Ramadhani, nadhani umesikia. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa Ustaz, naomba kwa Mwenyezi Mungu haya aliyosema kweli yatekeleze. Maana si unajua binadamu sisi. Unaweza kuongea hivi leo, kesho kuongea jambo jingine. Kwa hiyo naomba tu alamfanyie wepesi angalau aweze kubadilika. Ameniahidi pia kuwa atabadilika, ataanza kufunga, ataanza kusali, hatafanya vitu vya ovyo, hatarudia hayo makosa aliyoyatenda. Naomba umsamehe pia. Mimi nishamsamehe mume wangu, ni yeye tu ndio abadilike. Basi alhamdulillah, ningeomba tukafunga kwa dua. Sawa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa qina adhaban nar وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب المرض. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي زدني علم وارزقني فهما ربي زدني علم وارزقني فهما ربي يسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu, vidole vidogo vya miguuni vigusane. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ndugu zangu katika imani, kama ambavyo tulishaitangulia kusema kuwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kusoma sana Qur'ani. Ni mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kujikurubisha kwa Allah. Kabla tujaendelea na yoyote, ningeomba tukapata aya kidogo, Qur'ani kidogo, alafu baadaye ndio tutaendelea na mengine. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ndugu zanguni Waislamu, enyi waja wa Mwenyezi Mungu mlioamini, tumekutana tena hapa kwa kudiriki pamoja swala ya alasr. Wote tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tumediriki sala alasr sio kwa mapenzi yetu sisi, bali ni kwa mapenzi yake Allah tabarakallahu taala. Kwani wapo wangapi walitaraji na wao walitamani kuswali sala alasr kama sisi, lakini Allah ameshawachukua. Kwa hiyo tuseme alhamdulillah tena kwa mara ya pili, kwani Allah ameendelea kutuazima pumzi. Wote tuseme alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ndugu zanguni, tuko kwenye 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 ambalo ni 10 la tauba. Mwezi wa Ramadhani umegawanyika katika makumi matatu. 10 la kwanza ni 10 la rehma, watu kuhitaji rehema za Mwenyezi Mungu, na 10 la pili ni 10 la maghfira, watu kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, na 10 la tatu la mwisho ambao tuko nalo sasa hivi ni 10 la tauba. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, tubu ila Allah taubatan nasuha, tubieni kwa Mola wenu toba iliyo ya kweli. Kwa hiyo waja wa Mwenyezi Mungu tunatakiwa tutubie toba iliyo ya kweli, ndugu zanguni Waislamu, kwani sisi ni waja ambao hatujakamilika. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaweka kipengele cha kutubia, kwa sababu alijua sisi ni wenye kufanya makosa. Ayuhan nas, enyi watu, ittaqillah, mwogopeni Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu ana adhabu kali ambayo ameiandaa kwa wale ambao wanafanya mchezo, wale ambao wanafanya maasi, wale ambao hataki kumsujudia na hataki kumwamini na hataki kumfuata yale ambayo ameamrisha. Mwenyezi Mungu kaandaa finari jahannam, kaandaa moto mkali sana wa jahannam. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, jiepusheni na huo moto, kwani ni moto mkubwa sana. Ndugu zangu Waislamu, tuko kwenye 10 la mwisho, 10 la tauba. Naomba tukumbushane mambo machache sana. Katika 10 la mwisho kuna usiku moja adhim sana ambao unaitwa usiku wa Lailatul Qadri. Usiku wenye cheo. Ni usiku wenye thamani kubwa sana. Kwa waja wa Mwenyezi Mungu tujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kuamka usiku wa manane kwa ajili ya kufanya ibada. Kwani Mwenyezi Mungu anasema usiku wa manane huwa haagizi malaika, bali huwa anashuka yeye mwenyewe kuangalia waja gani ambao wameshindwa kulala bali wanajikurubisha kwa ajili yake. Yaani wako usiku wa manane wanafanya ibada. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi kwa hilo. Ndugu zangu Waislamu, katika hili 10 la mwisho kuna kitu ambacho tunatakiwa tujikumbushe, kwa sababu tunaelekea kwenye sikukuu ya Eid al-Fitri. Ndugu zangu Waislamu, tumefunga masiku mengi sana, tumejizuia, tumejizuia starehe za kila aina. Tumeamua kujinyima mchana wa Ramadhani, tusile kitu chochote. Walevi walishindwa kulewa, wavuta sigara walishindwa kuvuta sigara, hata wazinzi pia waliamua kuogopa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakajikurubisha kwa Allah. Kwa hiyo naomba kupitia haya mafunzo au unyenyekevu tulioupata, sisi tukamaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani tukarudi kule tulikotoka, kwa sababu utakuwa tayari tumefanya mchezo. Nakumbuka mwezi wa Ramadhani unakuja mara moja kwa mwaka. Hivyo basi saumu zetu za Ramadhani zinakuwa zimening'inia kati ya mbingu na ardhi. Hivyo tunahitajika tuzitolee kitu kinachoitwa zakatul fitri. Ndugu zangu Waislamu, nawajibika kutolea zakatul fitri, kwani leo nikiangalia, leo ni Ramadhani 28, kesho ni Ramadhani 29, inaweza kuwa yaumu shaka, mwezi ukaandama kesho. Hivyo basi, na mwisho wa kutoa zakatul fitri ni kabla ya sala Eid al-Fitri. Kwa hiyo tujitahidini sana kabla ya kusali sala ya Eid al-Fitri tutoe zakatul fitri, ili saumu zetu Mwenyezi Mungu aweze kujipokea. Itakuwa ni aibu na ni msiba mkubwa na ni mtihani mkubwa
tumefunga masiku 30 alafu tukashinda kuzitolea zakatul fitri, alafu saumu zetu kazi zimening'inia zinashindwa kumfikia Allah. Ndugu zangu wa Islam, tujitahidi. Zakatul fitri inategemeana. Zakatul fitri ni makilo 3 ya mchele kwa mtu mmoja. Kwa hiyo kama una watu 3, amini unatakiwa utoe kilo 9. Na zakatul fitri sio lazima mchele tu, inategemeana na huo mji unapendelea chakula gani siku ya Eid. Maana zakatul fitri ni zaka ambayo inatolewa kwa ajili ya kuwafurahisha pia wale ambao maskini, mayatima, wajane ambao wamefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani masiku 30, lakini siku ya Eid wanakuwa wanyonge, wanashindwa kusherekea siku hiyo kwa kukosa mahitaji. Hivyo basi zakatul fitri yetu itawasaidia hao watu ambao hawana uwezo na wao waweze kufurahia sikukuu ya Eid. Kwa sababu Eid maana yake ni furaha. Ni furaha inayopatikana baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidi kwa hilo kwa kutoa zakatul fitri. Kama una mfano kwa mji wetu wa Geita hapa, naona chakula kinachopendelewa sana hiyo siku ya sikukuu huwa ni wali. Kwa hivyo tunajitahidi sana kutoa mchele kuwapelekea wale watu ambao wanaohitaji. Au kama hauna mchele basi unaweza ukaconvert, badala ya kutoa mchele unatoa pesa. Mfano tukiangalia saizi kilo ya mchele kwa hapa Geita ni shilingi 2500. Kwa watu 3 nadhani unaweza kupiga hesabu, unajua kwa watu 3 hapo unakuwa ni 7500 kwa mtu mmoja, 7500. Kwa hiyo ukipigia hesabu kwa watu 3 nadhani utapata majibu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nisingependa kuwachosha sana, niwatakiwe kuzingatia hilo. Na kwenye masiku ya katikati hapa kuna watu ambao walikuwa wamekengeuka, kusema ukweli waliyafanya maasi mabaya sana, lakini Allah ameshawajalia, wameshatubia, na ni kweli mpaka leo hii tuko pamoja, tuko nao pamoja, wamemrudia Allah. Allah naomba awaendeleze vile vile, wasije kumaliza mfungo wa Ramadhani wakarudia madhambi yao walioyafanya kipindi kile cha mfungo wa Ramadhani ulipokuwa unaanza. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.